نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, katika imani, baada ya kutekeleza ibada ya swala ya dhuhuri, ni nafasi yetu na ni muda wetu kupata neno fupi ambalo neno hilo ni lenye kufungamana na dini yetu ya Uislamu. Katika yale ambayo tutanasihiana katika siku hii ya leo, namna gani Muislamu anatakiwa amakinike na ibada ya swala. Ibada ya swala ni moja katika nguzo za Uislamu na ndiyo nguzo kuu ya dini. Ibada ya swala ndiyo ibada ambayo inayomtambulisha Muislamu, kwa maana ya kwamba ikiwa mtu hasimamishi swala tano, hawezi kutambulika kwamba yeye ni Muislamu. Ibada ya swala ndio ibada ambayo inayompelekea mtu awe Muislamu baada ya shahada, na ibada ya swala ndiyo ibada pekee ambayo ibada hiyo ndiyo inayohifadhi matendo yote ya mja anayoyatenda. Ikiwa mtu hana ibada ya swala, basi ibada yoyote anayoifanya haina nafasi, haina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya swala ndio ibada ambayo ya kwanza atakayohesabiwa nayo mja siku ya Kiyama. Ndio ibada ya mwanzo itakayojadiliwa. Ikiwa mtu ibada yake ya swala imekubalika, imetimiza vigezo na masharti, basi matendo yake mengine yote ndiyo yatakubalika. Lakini ikiwa ibada ya swala haikutimiza vigezo na masharti, hii itapelekea na ibada nyingine zote zisiwe na thamani mbele ya Allah tabaraka wa taala, yani zisikubaliki. Kwa hiyo ibada ya swala ni ibada muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Lakini pia ibada ya swala ndiyo ekezo la kipekee analowekeza Muislamu katika maisha yake. Katika ulimwengu wetu huu, watu wamewekeza mambo mengi ya kimaisha. Huyu amewekeza hichi, huyu amewekeza hichi, huyu amewekeza hichi kwa ajili ya dunia. Huyu amefungua biashara hii, huyu ana kampuni hii, huyu ana kiwanda hichi, huyu anajishusha na hichi kwa sababu ya ulimwengu wake. Na hivyo hivyo akhira, ekezo pekee la matumaini ya Muislamu akhira ni ibada ya swala. Hapa ndipo unapoekeza akhira yako, na hapa ndipo panapopatikana matarajio yako wewe ya akhira. Kwa hiyo sio ibada ya kuichukulia kwamba ni ibada ya kawaida, sio ibada ya kuifanya kwamba ni ibada tu ya kimazoea. Ni ibada yenye umuhimu mkubwa sana na Muislamu. Ibada ya swala ndio ibada ambayo Muislamu tegemeo lako unalolitegemea mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameielezea namna swala na umuhimu wake katika hadithi mbalimbali. Ameieleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yule atakayehifadhi swala tano akamwendea Allah tabaraka wa taala na hizi swala tano zilizokamilika, basi huyo amepata hoja, amepata njia, amepata sababu ya kuokoka mbele ya Allah tabaraka wa taala.
Ninachotaka kukusudia kusema ni nini? Ninachotaka kukusudia kusema ni namna gani Muislamu unatakiwa uwe makini sana na ibada yako ya swala. Usiiswali kimazoea, kwa sababu ni ibada uliyoizoea, unaitekeleza kila siku, asubuhi, mchana, jioni, usiku, basi ikawa kama vile imeingia kwenye mazoea, ikatoka kwenye unyenyekevu na kutekeleza wajibu wako ikaenda katika mazoea. Ikienda katika mazoea, hauwezi kufaidika na ibada ya swala. Kwa hiyo ibada ya swala ni ibada ambayo watakiwa uipe uzito mkubwa sana, uipe nafasi kubwa sana katika maisha yako. Usichukulie kwamba ni kitu ambacho ni cha kutekelezeka tu kwa mara moja kikaisha ukaendelea na mambo yako. Itekeleze katika misingi na inavyotakiwa, kwa sababu hapa ndipo palipokuwa na matarajio yako ya kipekee. Ndiyo ekezo la kipekee ambalo unaliekeza wewe kwa ajili ya akhera yako. Ukiharibu hapa katika swala, utakuwa hauna hoja, hauna njia, hauna nafasi ya kupata ufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa sallam, katika kueleza umuhimu wa ibada ya swala, sio kwamba labda alikuwa anafagilia ama anahimiza ama anasapoti uovu na ubaya, bali lengo lake ni kuelezea namna gani ibada ya swala ilivyokuwa na nafasi na ilivyokuwa na umuhimu kwa Muislamu. Na katika vitu ambavyo maswahaba walikuwa vinawapa uharaka wa kumhukumu mtu kwamba si Muislamu kama kuacha swala. Na ndio maana hata wanafiki waliokuwa si Waislamu, wana Uislamu tu wa maneno, wakajificha kwenye swala, wakana wao wanaonekana wanaswali ili na wao wahesabike kwamba ni Waislamu. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa sallam akayasema haya maneno mazito, maneno ambayo si kwamba ya kumpa moyo na kumpa nguvu yule mwenye kutenda uovu huu kwamba aendelee kwa sababu anafanya ibada ya swala, lakini namna gani anaonyesha umuhimu wa ibada ya swala. Kwa maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alisema kwamba mtu akienda mbele ya Allah tabaraka wa taala, amezihifadhi swala 5, anaziswali kwa wakati wake, na ikawa ni mwenye kutimiza rukuu zake na sijida zake na kila kitu chake, huyo ataingia katika pepo. Haya maneno Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyasema mbele ya maswahaba kwamba yule atakayezihifadhi swala 5 akaziswali kwa wakati, akaziswali katika namna inavyotakiwa, rukuu zake, sijida zake zikaenda vizuri, pale ambapo kwamba anapoitwa adhana imeadhiniwa, akaacha shughuli zake, akaacha mambo yake, akaelekea kwenda kutekeleza ibada ya swala, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema mtu huyo ataingia peponi. Huyo ni mwenye kuingia katika pepo. Sahaba mmoja akasema, wa inzana wa insaraka ya Rasulullah, unamaanisha kwamba huyo maadamu anaswali swala 5 anaziswali vizuri kwa wakati wake, kwa jamaa na kuchunga rukuu na sujud, hata kama alikuwa amezini au aliiba? Mtume akamwambia sallallahu alayhi wa sallam, wa inzana wa insara, hata kama aliiba, hata kama alizini, maadamu alikuwa akisimamisha swala 5, hayo maovu yake mawili aliyoyafanya si yenye kumharamishia pepo. Kama ataadhibiwa, Allah tamwadhibu kwa makosa yake hayo ya kuiba na kuzini, lakini huyo kwa sababu ameenda mbele ya Allah na swala 5 zilizokamilika,
huyo ataingia peponi. Sahaba hili jambo kama vile halikuingia akilini. Inawezekanaje huyu ameiba, amezini, alafu aingia peponi kwa sababu anaswali swala tano? Ikabidi aulize tena ikabidi amuulize tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa insana wa insaraka ya Rasulullah, yani hali ya kushangaa, yani yataharuki, hata akizini, hata kama akiiba. Kaambia nini? Wa insana wa insaraka, hata kama alipitia katika mtihani, aliiba, alizini, maadamu ana swala tano iliyonyooka vizuri, ikiwa Allah tamuadhibu kwa makosa yake hayo, lakini ataipata pepo ya Allah baada ya kutumikia adhabu yake, ikiwa Allah tamuadhibu. Sahaba yule bwana hakukubali, aliona labda pengine Mtume sallallahu alayhi wa sallam labda amejisahau, au pengine labda hajaelewa swali. Ikabidi arudie tena mara ya tatu yule bwana, wa inzana wa insara. Ilikuwa ni Abu Dharr. Mtume alikasirika, kwa sababu kitu anakisema yeye, mtume wa Mungu, mtume wa Allah, analisema jambo alafu bado wewe unashaka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikasirika, akasema maneno ambayo anapenda kuyasema katika lugha ya Kiarabu, raghima anfun Abu Dharr. Haya ni maneno kama vile ya kuonyesha kuchukia. Raghima anfun Abu Dharr, wa insana wa insara, karudia mara tatu. Hata kama amezini, hata kama miba, lakini maadamu huyu anazichunga swala tano vizuri, madhambi haya sio madhambi ya kumfanya akae motoni milele. Maadamu ataenda na swala tano, basi hizi zitamuokoa na maovu yake haya yaliyopitia. Ikiwa Allah atamuadhibu kwa uadilifu wake, atatoka motoni, ataingia peponi kwa sababu alikuwa na swala tano. Na ikiwa Allah atamuadhibu kwa rehema zake, atamsamehe, bado ataipata pepo ya Allah. Hii ndio thamani ya ibada ya swala. Lakini ukienda mbele ya Allah ikiwa hauna hii swala, basi Allah ameeleza katika Surat al-Ma'arij, kama sijaikosea, pale watu wa peponi watakapowauliza watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, nyinyi jambo gani ambalo limewapeleka mkaingia katika moto wa saqar? Wale mabwana, swali la kwanza jawabu watakalolijibu la mwanzo kabisa, kwa sababu wameitwa mujrim, anil mujrimin fi jannati yatasaalun, wakiwa katika pepo waja wema wakiulizana, anil mujrimin, kuhusiana na watu makafiri, watu waovu. Mujrim, kafiri huyo. Qur'ani ikisema mujrim maana yake ni kafiri. Asamba nyinyi ilikuwaje, mbona mko huko? Sema qalu lam nakum minal musallin, sisi bwana hatakuwa ni wenye kuswali, sisi ilikuwa hatuswali. Hilo ndio linapeleka motoni. Kisha Allah akasema mbele, akasemaje? Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum an tadhkirati mu'ridin. Hao bwana hawatopata watetezi wa kuwatetea. Watu wasioswali wakiingia motoni hawatopata watetezi wa kuwatetea, lakini yule alienda na mtihani wake wa zinaa ama wa wizi atatetewa na nini? Na swala yake aliyokuwa akiiswali. Narudia kusema, Mtume hakusema hivi kusapoti au kuhimiza uovu wa kuiba au kuzini, la, ameonyesha thamani ya swala, kama vile ambavyo aliposema kuzini na mke wa jirani yako ni bora, kuzini na mwanamke mwingine sio kwa jirani yako ni bora mara 100 kuliko kuzini na mke wa jirani yako. Sio kwamba labda amesema ukazini na huyo mwanamke mwingine uko mbele, amekuonyesha uzito wa hili dhambi ya kuzini na jirani yako. Kwa hapa Rasulullah anaeleza uzito wa hii ibada ya swala na umuhimu wake, namna ambavyo itakusaidia mbele ya Allah na mapungufu yako uliokuwa nayo.
Ndio maana tukasema swala ni ekezo la kipekee ambalo unaliekeza wewe kwa ajili ya akhera yako. Kwa hiyo usiswali swala kimazoea mazoea, usiswali swala kwa kuizoea zoea. Unapofika muda wa swala, kuwa serious na ibada yako ya swala, kimavazi na kila aina, jipange nayo swala yako. Ndio maana Allah akasema, ya ibna Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ewe mwana wa Adam, vaa mavazi yako vizuri kila unapoenda kufanya ibada. Kwa hiyo kuwa serious na ibada yako ya swala, yani usiwe mtu wa kuileta swala kimazoea, yani kwa sababu muda umefika basi nitakuswali. Kuwa serious, kwa sababu unakwenda kutengeneza ekezo lako la kipekee ambalo litakupa matarajio kesho mbele ya Allah. Angalia rukuu zako, angalia sijida zako, angalia kila unachokifanya katika swala yako. Usije ukaenda mbele ya Allah ikawa huna kitu. Yaletwa swala pale, uanze kutathiminiwa, yaonekana swala ni mbovu, hamna kitu. Kweli umeswali miaka 10, 20, 30, 50 mpaka kufa kwako, alafu unaenda mbele ya Allah swala yako haikubaliki, kwa sababu ulikuwa hutimizi rukuu, hutimizi sijida, hauko serious na swala. Kama yule sahaba aliingia msikitini akaenda akaswali, kisha akaja akamsalimia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaitikia salam, kisha akamwambia irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi nenda kaswali, wewe bado hujaswali. Yule bwana alifanya vile kama mara 3 hivi au mara 2 kama sijakosea. Akamwambia Rasulullah, mimi sijui kuswali zaidi ya hivi, nifundishe. Kwa hiyo lazima uwe serious na ibada yako ya swala, uifuatilie na uhakikisha unakijua kila unachokifanya maana yake, na unakijua kila unachokifanya kwa tafsiri yake, kwamba nikisema samia Allahu liman hamid nakusudia nini, nikisema rabbana walakal hamd nakusudia nini, nikisema attahiyatu lillahi nakusudia nini. Unaiswali ibada yako, unaitekeleza ibada yako kwa usirias, unajua kila unachokifanya, ili uweze kupata unyenyekevu katika ibada ya swala. Kwa hiyo ibada ya swala ni ibada ambayo inahitajia usirias na uwe makini, kwa sababu ni ekezo la kipekee unaloliekeza kwa ajili ya akhera yako. Ukianguka hapa kwenye swala na haya madhaifu tuliokuwa nayo, tutapata mtetezi gani wa kututetea? As-salatu shafaa, swala ni maombezi ya kipekee kesho mbele ya Allah. Lakini ikiwa swala hautakuwa na cha kujitetea kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima katika ibada zetu ya swala hii tuwe makini. Wakati gani utakiwa useme Allahu akbar, wakati gani utakiwa useme sami Allahu liman hamida, wakati gani ufanye hivi, yani lazima ujue. Kuna mtu akiswali ameshafika kwenye kusujudu ndo anasema Allahu akbar, ushafika kwenye sijida unasema Allahu akbar, wakati mahala pa sijida pale ni kusema subhana rabbiyal a'la, wewe umesema Allahu akbar. Unakuwa unaharibu swala. Kwa utajikuta unaswali miaka 20 lakini afu mwisho mbele ya Allah swala zako hazikubaliki, kwa sababu umeweka vitu si mahala pake. Sami Allahu liman hamida unaisema tayari umeshakaa sawa, ndio wasema sami Allahu liman hamida, wakati pale si mahala pa kusema hivyo, ni mahala pa kusema rabbana walakal hamd. Wewe umesema sami Allahu liman hamida, umeweka neno si mahala pake, unaharibu swala. Waisema wakati gani? Wakati unanyanyuka, sami Allahu liman hamida. Sio umeshanyuka ushafika hapa ndio sema sami Allahu liman hamida, hapana. Wakati unatoka kwenye rukuu yako, sami Allahu liman hamida. Kwa hiyo hata kama utaimalizia aliyekuwa ndo unasimama haina shida, kwa sababu umeianzia wakati unanyanyuka. Hapa ni maana pa kusema rabbana walakal hamd, rabbana walakal hamd hamdan kathira tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shita min ba'd, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ukienda kwenye kusujudu sio unasema Allahu akbar ndio enda kusujudu, hapa si mahala pake. Au umeshasujudu wasema Allahu akbar huko kwenye sijida, hapana.
watakiwa useme Allahu akbar wakati unaenda, na si lazima uivute mpaka ufike. Allahu akbar unamalizia unakwenda kusujudu. Kwa hiyo Muislamu lazima afahamu namna ya kuswali ili aweze kuilinda swala yake. Kuna wengine wanaswali kwenye viti, anaswali kwenye kiti lakini anaweza kusimama, ila tu hawezi kusimama muda mrefu, au hawezi kule kukunja kiuno na kukunjuka kwa matatizo yake binafsi, lakini analeta takbiratul ihram hali ya kuwa kakaa kwenye kiti. Huyu anaweza kaswali, mwisho wa siku akaenda mbele ya Allah akaambia wewe huna swali. Kwa nini? Ulivunja nguzo katika nguzo za swala. Takbira yatakao uilete alikuwa umesimama, umeleta takbira kwanza Allahu akbar, alafu ndo unakaa unaendelea na ibada yako ya swala, kwa sababu uwezo wa kusimama wa kuleta takbira unao, kwa sababu moja katika nguzo za swala ni takbiratul ihram. Alqiyam, kusimama mal qudra, ikiwa mtu anaweza. Sasa mtu anaweza kusimama ili alete takbiratul ihram, lakini hakusimama, kakaa akaileta alikuwa amekaa, huyu hana swala, swala yake haikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu amevunja nguzo muhimu katika nguzo za swala, na kule takbira alikuwa amesimama. Kwa hiyo tunasema kwamba swala ni ekezo la kipekee ambalo wewe unaliekeza. Kwa hiyo usiliswali kimazoea, usilipeleka tu kimazoea kwa sababu hivyo yani bora tu. Hivi kweli kazi zako unazozifanya kwa umakini, sehemu yako ya kazi unavyokwenda unavyoiendea kwa umakini, kwa nini swala isiwe hivyo? Swala kwa nini isiwe zaidi ya hivyo? Swala itakiwe zaidi ya hivyo, kwa sababu ni ekezo la kwenda kukutetea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tuwe makini na ibada ya swala, na Allah atufanyie wepesi tufuatilie ibada zetu ili tuziswali katika hali ambayo Allah anairidhia na anaipenda. Allah tusaidie na tupe nguvu katika hayo, wala hawla quwwata illa billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam.